Tunapoanza ibada ya misa takatifu, huwa tunaanza kwa kuungama na kwa kutubu. Na kwenye maungamo yetu ya jumla, kwenye hiyo sala tunasema kwamba nimekosa mimi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Kwa hiyo yaliyotokea Oktoba 29 yametokea kwa sababu ya mawazo, yametokea kwa sababu ya maneno, matendo na kwa kutotimiza wajibu. Na kwenye kutotimiza wajibu katika hayo yote, ni nani anaweza akathubutu kusema kwamba mimi katika hayo yote, mawazo, maneno, matendo na kutimiza wajibu, ni nani atasema kwamba hajahusika? Hujahusika ndio kwenda kuchukua bunduki na kwenda kumpiga mtu aliyekuwa anaandamana barabarani. Lakini je, umewajibika au uliwajibika kwenye taasisi kama kiongozi au kama mtu binafsi katika kusema? Umewajibika kutoa sauti kutetea watu wanaoumizwa? Umewajibika kuweza kusema au kwa maneno na matendo kama uko kwenye ofisi fulani, kuweza kuwajibika ili kuweza kutoa uwajibikaji wa maneno, matendo ili kuzuia hayo yote? Sasa tunahitaji nini kama taifa baada ya Oktoba 29? Tunahitaji kuponya taifa. Tunahitaji kutengeneza upya misingi, taifa lenye misingi, taifa lenye mifumo mifumo ya utoaji wa haki, mifumo bora ya uendeshaji wa siasa nchini, mifumo bora ya uchumi utakaotibu tatizo la ajira nchini, ambalo ni bomu kubwa. Na haliwahi kusema jambo hilo marehemu Edward Lowassa, Mungu ampe pumziko jema, kwamba tatizo la ajira kwa vijana ni bomu. Kwa hiyo tunataka tutoke hapa, lazima tuwe na maridhiano kama taifa. Maridhiano ambayo tunaridhiana maeneo gani? Lazima kama taifa turidhiane kwenye eneo la mfumo wetu wa ajira, mfumo wetu wa maendeleo, mfumo wetu wa uchumi ambao utakwenda kutibu tatizo la ajira kwa vijana nchi. Nimesema tunao vijana ambao wamemaliza darasa la 7 hawakuendelea na kwenda kupata elimu nyingine, aidha ya ufundi au elimu ya kwenda form 4. Tunao vijana wetu ambao katikati hapa wameacha shule kwa matatizo mbalimbali, sababu mbalimbali. Tunao vijana wetu ambao wamemaliza form 4 hawakuendelea mbele. Hilo makundi hayo tunahitaji kutibu, kujua wako wapi, tunatibuje tatizo lao la ajira. Tunataka tutibu tatizo hilo. Ni sehemu ya kwanza kabisa ya maridhiano. Na tunapozungumza maridhiano, watu wasiweze kuinuka na kufikiria kwamba maridhiano ni kwa ajili ya ufanyaji wa siasa peke yake, uchaguzi peke yake. Tunahitaji maridhiano kwenye mfumo wetu wa uchumi. Na nimesema uchumi ambao utatibu tatizo la ajira. Mtu yeyote ambaye hana kazi ataishi maisha ya kusononeka, atakuwa na msongo mkubwa wa mawazo, na msongo huo mkubwa wa mawazo utamsababisha aweze kutenda lolote baya lililoko mbele yake. Kwa sababu mtu ambaye hana ajira, mtu ambaye hana kazi, anaishi kwa msongo, anakosa matumaini ya leo yake na kesho yake.